بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaondokea katika msingi wa pili. Ndio msingi wa kwanza maisha wote, au sio? قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. na msingi wa pili katika misingi mitatu ambayo ameitaja mwanachuoni huyu ni msingi unaosema maarifatu, ni kutambua dini al-Islam, dini ya Uislamu, bil adilla, kwa dalili. Dinul Islam anakusudia sheria hii ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bil adilla, kwa dalili. wa huwa nayo al-Islam, natoa maana al-Islam. al-Islam wa huwa al-istislamu lillah. al-istislam maana yake ni kunyenyekea, kadhalika kusalimu amri. Anayesalimu amri huwa ananyenyekea kwa yule ambaye amejisalimisha amri kwake, kwa maana huitwa mateka. Atatekeleza kila ambalo atamwambia bwana wake. Kwa hiyo alistislamu lillah ni kujisalimisha kwa unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bitauhidi, kwa kumpwekesha. Walistislamu yakunu bilqalbi walbadan, kwa moyo na kiwiliwili. Bitauhidi, kwa tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ay kwa kumpwekesha peke yake Allah. Walinqiyadu lahu, na kumfuata au kufuata kwa kunyenyekea, kujisalimisha kwa kunyenyekea na kufuata kwa kunyenyekea, lahu, kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, bittaati, kwa kumtii Allah. Wattaatu takunu fil amri wan nahi, na taa inakuwa kwenye maamrisho na makatazo. Unamtii Allah alipokuamrisha na unamtii Allah alipokukataza. Walbaraatu, kadhalika Uislamu ni kujiweka mbali. Walbaraatu, na kujiweka mbali, minashirki, kutokana na shirki, wa ahlihi, na washirikina, ukajitenga nao, ukajitenga na shirki wewe, kwa maana ukajisafisha na shirki, kadhalika na ukajiweka mbali na washirikina. Huo ndo Uislamu, au hiyo ndiyo dini kwa ujumla. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo hiyo kwa ujumla. wa huwa thalathu maratiba, na dini hii ya Allah ina martaba tatu. huitwa martaba hizi maratibuddini. maratibuddini, yarhamukallah. maratibuddini, martaba za dini. na martaba manake ni mfuatano wa daraja. kwa martaba, daraja ya kwanza haiwi sawa na daraja ya pili, haiwi sawa na daraja ya tatu. bila shaka ya tatu ni kubwa kuliko ya pili, na ya pili kubwa kuliko ya kwanza. kwa maratibuddini thalatha, martaba za dini ni tatu: al-islamu, uislamu, wal-imanu, na imani, wal-ihsanu, na ihsan. Al-islamu anapatikana muslim, al-islamu anapatikana muslim. Wal-imanu anapatikana mu'min, wal-ihsan anapatikana muhsin. Muslim hawi sawa kwa nguvu ya imani yake na mu'min, kadhalika mu'min hawi sawa kwa nguvu ya imani yake na muhsin. Lakini muhsin amepita daraja ya mu'min, amepita daraja ya muslim, sawa. na mara nyingine inapotamkwa muslim inakusudiwa mu'min, inakusudiwa muhsin.
hayo ni katika masala ambayo yatakuja mbeleni. Almuhim, izno martaba ambazo za dini hii. Nakumbuka hadithi nyinyi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ma rawahu al-Imam Muslim, jazakumullahu khair. Wa kullu martabatin laha arkanun, na kila martaba moja kati ya hizi tatu ina nguzo zake zilizojenga martaba hiyo. Fa arkanul islam khamsatun, ndio Uislamu sasa tunazungumzia maarifatu dinil islam bil adilla, sawa. Fa arkanul islam khamsatun, nguzo za Uislamu ni tano. Shahadatu an la ilaha illa Allah, nguzo ya kwanza ni kushuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, na kwamba Muhammad ni mjumbe na mtume wa Allah, wa iqamu salati, na kusimamisha sala, wa itau zakati, na kutoa zaka, wa saumu ramadana, na kufunga Ramadhani, wa hajjul baiti llahi alharami, na kuhiji nyumba ya Allah iliyo tukufu. Hizi ndo martaba au arkanu alislami khamsa. Shahada ndiyo mlango huu ambao tunazungumza, mlango ya tauhidi. Tauhid tazungumzia shahadatani, sawa. Ama salatu wazakatu wasaumu walhajju, milango ya fiqhi kuna upande wake, sawa. Fadalilu shahadati, dalili ya shahada, qauluhu ta'ala, qauli yake ta'ala aliposema shahida Allahu, ameshuhudia Allah, annahu, kwamba yeye, la ilaha illa huwa, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, wal malaikatu, na wanashuhudia malaika, wa ulul ilmi, na wanashuhudia wale wenye elimu, qaiman bil qisti, wanashuhudia pia kwamba Allah ni mwenye kusimamia kwenye uadilifu. Wanashuhudia vitu viwili katika aya hii, kuna kushuhudia kwa tauhid na kushuhudia uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa hu, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, al-azizu, mwenye jina la aziz, al-hakimu, mwenye jina la hakim. Kadhalika al-aziz, mwenye izza, mwenye utukufu na mwenye nguvu, wal-hakimu, mwenye hikma. Tafsiri mbili zinakubalika kutafsiri majina ya Allah. Wa maanaha, na maana yake hiyo la ilaha illa Allah wa shahada, maana yake nini? La maabuda bihaqqin, ukisema la ilaha illa Allah, maana yake la maabuda bihaqqin, hapana muabudiwa wa haki, illa Allah wahdahu, isipokuwa Allah peke yake. La maabuda, la annafiyatu liljinsi, hakuna muabudiwa yeyote anayeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Neno la ilaha manake nafia, ni hali ya kukanusha, jamia, vyote, ma, vile ambavyo, au yale ambayo, yu'badu, huabudiwa, min duni Allah, pasina Allah. Ukisema la ilaha, maana yake wewe unakanusha kwamba duniani hakuna chenye kuabudiwa chochote ambacho si Allah. Vyote hivi haviabudiwi kwa haki, illa Allahu, isipokuwa Allah. Ukisema illa Allah, muthbita, itakuwa wewe ni mwenye kuthibitisha al-ibadata, ibada, lillahi, kwa Allah wahdahu, peke yake. Kwa ajili hiyo haifai mtu akasema la ilaha peke yake au akasema illa Allah peke yake.
mithili ya wanavyosema wanaharakati. Mmoja wao anasema la ilaha, vinamalizia illa Allah. Haya, twende mbele. Hawa anasema la ilaha, kisha mwingine anasema illa Allah. Huyo anasema la ilaha nafiyan, amekanusha peke yake, bighairi ithbat, pasina kuthibitisha. Na anajibu illa Allah, amethibitisha pasina kukanusha. Yatakikana ifanyweje? Yakusanywe pamoja, ukanushe kisha uthibitishe. Wanafahamu watu wa balagha hapa hapo baadhi yao, hii inaitwa wajhu aqwa wajhi alhasri. Kama janifahamu tanifahamu mbeleni. La sharika lahu, hapana mshirika kwake Allah, fi ibadatihi, katika ibada zake, kama annahu, kama vile ambavyo hakika yeye Allah, laisa lahu, hakuna kwake yeye, sharikun, mshirika, fi mulkihi, katika ufalme wake. Ufalme wa Allah unaingia al-khalqu wa tadbir. Vile ambavyo Allah ameumba peke yake, kadhalika ataabudiwa peke yake. Wa tafsiruha, na tafsiri ya kalimatu tauhid la ilaha illa Allah, tafsiri yake, ubainifu wake, kuwekwa wazi kwake, alladhi yuwaddihuha, tafsiri ambayo inaliweka wazi tamko hili, qauluhu ta'ala, qauli yake ta'ala aliposema wa idh qala ibrahimu li abihi, kumbuka Muhammad na umma wako pia wakumbuke pale aliposema Ibrahimu li abihi, kumwambia baba yake Azar, wa qaumihi, na kuambia watu wake, innani bara'un mimma ta'budun, hakika mimi ni mwenye kuwa mbali kutokana na yale ambayo mnaabudia. Bara'un ni sifatun mubalagha, niko mbali zaidi, sio bari'un. Bari'un ni mbali, lakini bara'un niko mbali zaidi. Mimma ta'buduna, kutokana na yale ambayo nyinyi mnaabudia. Illa alladhi fatarani, isipokuwa yule ambaye ameniumba. Fa innahu, basi hakika yake huyo, sayahdin, ataniongoza mimi kwa hidayatu ad-dulalati wal-burhani wa hidayatu at-tawfiq. Waja'alaha kalimatan, tukalijalia tamko hilo ni neno, baqiyatan, lenye kubakia, fi aqibihi, katika kizazi chake, la'allahum yarji'un, ili wapate kurejea kwenye tamko hilo. Lipi? Aliposema Allah wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun, hapa amefanya nafiyan jami'al ma'bud, kwa maana la ilaha. Sawa? Aliposema illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, maana yake hapa muthbitan al-ibadata lillah. Aliposema hivyo, maana yake illa Allah, likapatikana tamko la ilaha illa Allah, kalimatu tauhid. Qul ya ahla alkitab, sema Muhammad, waambie enyi mlopewa kitabu, alyahudu wan nasara, ta'alu, njoni, ila kalimatin, kuelekea kwenye neno, sawaim bainana wa bainakum, neno ambalo ni sawa, nyinyi manabii wenu walikuambieni, na ni sawa kwetu sisi. Neno hili halibadiliki. Tauhid ndiyo da'wa ya manabii wote, sawa baina yetu na baina yenu, hatujatofautiana katika hili. Lipi? alla na'buda illa Allah, kwamba tusiabudu isipokuwa Allah, wala nushrika bihi shay'a, wala tusimshirikishe kwake Allah na chochote, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba, wala wasifanye baadhi yetu kuwafanya baadhi ya wengine kuwa ni miungu min dunillah, pasina Allah. Fa in tawallaw, ikiwa mtakataa na kukengeuka na kupea mgongo, faqulu shhadu bi anna muslimun, waambieni, semeni kuambia wao, shuhudieni
hakika sisi ni wenye kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio kalima tauhid. Hakuna ibada isipokuwa kwa Allah peke yake. Kadhalika tulithibitisha hilo kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala jambo la ibada. Hii ni ushahidi wa la ilaha illa Allah. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله دليل يا شهادة يقوم محمد نمتوم والله قوله تعالى قوليك الله لكسيما لقد جاءكم رسول من أنفسكم وحقيقة amekujilieni nyinyi mtume atokanaye na nafsi zenu na jinsia yenu binadamu mwenzenu. Azizun alayhi, yanakuwa mazito juu yake, ma'anittu, yale yanayokupeni shida nyinyi. Harisun alaykum, ni mwenye pupa juu yenu. Bilmu'minina, wa waumini, raufu rahimun, ni mpole mwenye huruma. Mtume huyo ni mpole mwenye huruma kwa waumini. Mahallu shahid, laqad ja'akum rasulun, mtume. Shahadatu anna Muhammadan rasulullah. Wa ma'na shahadati anna Muhammadan rasulullah, na maana ya shahada ya kwamba hapana, kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, maana yake ta'atuhu fima amara, kumtii yeye mtume huyo kwa kila ambalo ameliamrisha. Kumtii kwa kila ambalo ameliamrisha. Si hiyo tu, wa tasdiquhu fima akhbara, na kusadikisha kila ambacho amekitolea habari. Habari zilizotangulia nyuma, habari zitakazokuja mbele, na habari zilizokuwa wakupale na wao wa hai. Si hilo tu, wajitinabu ma anhu naha wa zajara, na kujiweka mbali na kujiepusha ma kwa lile ambalo anhu, kutokana na hilo, naha, amekataza mtume sallallahu alayhi wasallama, wa zajara, na amegombeza. Na si hilo tu, wa alla yu'bada Allahu, na kwamba asiabudiwe Allah illa isipokuwa bima sharaa, kwa kile ambacho yeye amekielezea kwa sheria, kwa maana amekiwekea sheria. Mangapi? Mangapi? Matatu, manne, matano. Matatu, manne, matano. Matano. La kwanza, la pili, la tatu, la nne. Sawa ngapi hapo? Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu ma anhu naha wa zajara wa alla yu'bada Allah illa bima shar'a. Sawa? Sasa hapa ndo mtii mtume sallallahu alaihi wasallam, na umeshuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, na umemkiri ni mtume. Kwa hiyo utajipima mwenyewe katika mizani. Tunasema tutoe maelezo sana, sababu tukitoa maelezo sana hapa tabii tuwakamate jamaa zetu. Wa dalilu salati, na dalili ya sala, sikasema nguzo tano. Nguzo ya kwanza shahadatani, shaelezea. Nguzo ya pili sasa. Wa dalilu salati, na dalili ya sala, wa zakati, na dalili ya zaka, kufuatana pamoja. Wa tafsiru tauhidi, na imekuja vile vile tafsiri ya tauhidi. Qauluhu ta'ala, qauli yake ta'ala aliposema wama umiru, na hawakuamriwa wao jambo zito na kubwa, illa liya'budu Allah, isipokuwa wamuabudu Allah, mukhlisina, hali ya kuwa wenye kusafisha na kutakasa, lahu, kwake yeye Allah, ad-dina, dini au Uislamu, hunafaa, hali ya kujiepusha na shirki, au hunafaa, dini iliyosafikana na shirki. ويقيم الصلاة، نواسممش صلاة. ويؤتوا الزكاة، نواتوا زكاة. وذلك دين القيمة، نهي ndio dini iliyo ya sawa. Hayo yote ni amri, liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din at-tauhidi, sio ni amri kwa lamul amri, liya'budu. Sawa, wapo watu wanahu hapa wanafahamu
ambao si watu nahwu watafahamu baadaye, sababu tunasoma nahwu pia. Sawa, kitabu chetu ambacho tuko nacho pia inasomeshwa haya biidhnillah tabaraka wa taala. Lamul amri yafilisha hapa, anaamrisha kwa kule kuondoshwa herufi ya nuni mwisho, liyabudu. Kadhalika wayuqimu, wawu al-atfu hii, na hapa manake liyuqimu, imeondoshwa nuni. Kadhalika wayutu. Kwa hiyo haya yote ni amri ameziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo ni wajib, ni rukni. Wa dalilu siyami, na dalili ya funga, qauluhu ta'ala, qauli yake ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, kutiba alaykumus siyamu, kumefaradhishwa juu yenu funga, yani kumewajibishwa juu yenu kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama kulivyofaradhishwa juu ya wale ambao waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili muwe wachaji. Wa dalilul hajji, dalili ya hija, qauluhu ta'ala, qauli yake ta'ala aliposema walillahi ala nnasi, na kuna haki ya Allah iliyo juu ya watu, na kuna haki ya Allah iliyo juu ya watu, hijjul baiti, nayo ni kuhiji katika nyumba ya Allah, man istata'a ilayhi sabila, mwenye kuweza kuelekea kwenye hiyo njia. Istita'a yakusudiwa kuweza kwa mali na kiwiliwili. Waman kafara, na atakayepinga, fa inna Allaha ghaniyun, hakika Allah ni mkwasi. Ghaniyun ni mkwasi, kwa maana ni tajiri mno. Anil alamin, kuliko walimwengu wote. Kwa hiyo nikasema hapa kamalizia hii, kwa sababu ibada ya hija yafungamana na mali. Sawa, na mtu anapojiona mali yake yeye ndio kila kitu, afahamu kwamba Allah ni tajiri kuliko hata yeye, wala haiwezi kumithilishwa baina yake na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni martaba ya ngapi? Ya kwanza, kwa nguzo zake zote tano. Almartabatu athaniya, almartabatu athaniya, martaba ya pili, al-imanu, nayo ni imani. Wa huwa, nayo imani, bid'un, hivyo tamka mimi ndio sahihi, sababu watu wengine ukitia ba, ukitia fatha ushatukana. Unafahamu hiyo ba ya mwanzo hiyo bid'un, ukitia dhamma ushatukana. Sawa, ushatukana, soma tukana tu. Kwa nini nachunga watu? Sababu muda mwingine mtu anapohifadhi huwa hachunge. Sawa, na tunaona kwenye kitabu cha 40 an-Nawawiyya tunakuja kuletea hadithi sehemu ya fatha kati ya kasra, sisi tunakurejesha sababu utakuhifadhi sahihi, itokezee sabqul lisan au binadamu tu ukupite. Wa huwa bid'un wa sab'una shu'bata, nayo imani ni idadi, bid'un ni idadi kuanzia 3 mpaka 9. Sawa, sabid'un wa sab'una shu'ba, maana yake ni 73 au 74 au 75 au 76 mpaka au 79 shu'batan, vipengele. Kwa ni vipengele 73 au mpaka 79 ndio imani. Fa'alaha, kipengele cha juu kabisa, qawlu la ilaha illa Allah, ni kauli ya la ilaha illa Allah. Na kauli ya hapa ya kusudiwa ni kutamka na kulifanyia kazi kwa arkanu zake. Si ina ruknu la ilaha illa Allah, ruknu zake ni ngapi? 2. Barakallahu fi, jazakallahu khair. Ya kwanza na nafi wal ithbat. Kadhalika ina shurut, la ilaha illa Allah ina shurut. Shurut zake ni ngapi? 7 au 8. Sawa, zimekuja zote. Mwanzo kusitaji al-ilmu wal mahabba, mnataja wenyewe kwa mvurugano, afu mje kujivuruga. Hicho ndivyo hivyo, wal mahabba wal yaqin wal inqiyad was-sidq, siskiza, wal qabul, siskiza. Umetaja 6 tu. Al-kufran, سمعش كذا. جزاكم الله خيرا.
yashuddu ba'dhum ba'dha. Wa adnaha, na kipengele cha chini kabisa cha imani, imatatul adha 'anit tariq, ni kuondosha uchafu njiani. Kule kuondosha uchafu kwamba haya atawaudhi waislamu wenzangu, basi ni sehemu kwamba wewe una imani. Sawa, sio uje uweke unaondosha. Wa alhaya'u, na kuwa na haya, shu'batun min al-iman, ni kipengele cha imani hicho. Kuwa na haya, tukaweza kuwa na haya, basi huyo ana imani. Wewe mwanamume mzima unaona haya, mwanamume mzima anaona haya, sababu haya ni miongoni mwa imani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anapiga mfano wa haya yake anayoiona yeye kuliko hata mwanamke bikra aliye ndani ya chumba chake. Si mwanamke bikra mware anakuwa na haya kubwa, basi haya yake haijafikia haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa arkanuhu sittatun, na nguzo zake imani ni sita. Kidondoka moja tu katika hizi sita, huyo anakuwa sio mu'min wala sio muslim. An tu'mina billahi, ni kumwamini Allah, tutakuja kuelezea dhawabiti zake. Wa malaikatihi, na malaika wake. Wa kutubihi, na vitabu vyake. Wa rusulihi, na mitume yake. Wal yawmil akhiri, na kuamini siku ya mwisho. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, na kuamini qadar, khairi za qadar na shari za qadar. ودليل على هذه الأركان الستة، دليل جوا غزوه ستة قوله تعالى ليس البر سيوما توبكياك أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، كزجوزا يسوزينو upande wa mashariki na magharibi. Hii aya ina tafsiri wa zaidi ya moja. Walosema wale walipoambiwa wageuke kutoka Baitul Maqdis kwenda, yani kuelekea kibla ya Makka, kaambiwa huo sio wema. Wema unatakikana hapo sio huo kugeuka, pana tutakana hapo na haya ya mbele. Walakinna albirra, lakini wema, man amana billahi, ni yule mwenye kumwamini Allah, wal yawmil akhiri, na kaamini siku ya mwisho, wal malaikati, na malaika, wal kitab. Alkitabu ismul jinsi mufrad, lakini nakusudiwa vitabu vyote. Wan nabiyina, na manabii akawaamini hao. ودليل القدر، دليل القدر قوله تعالى، قولياك تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، حقيقة كلا كيتو تمكيومبا وقدر، حقيقة كلا كيتو تمكيومبا وقدر. هي مرتبة ngapi؟ ya pili. المرتبة الثالثة الإحسان، ni al-ihsan, nayo ruknun wahidun, ina nguzo moja. Wa huwa, nayo anta'budu Allah, ni kumwabudu Allah, kaannaka tarahu, kana kwamba wewe unamuona Allah. Fa in lam takun tarahu, na ikiwa humuoni, fa innahu yaraka, hakika yeye Allah anakuona. Tumeshaelezea hii katika al-arba'una an-nawawiyya, kwamba unamwabudu Allah kwa kumchunga, kwamba huyu Allah popote nitakapokuwa anasimamia kile ambacho ameniamrisha, na niona nikifanya kwa usahihi. Nikiswali msikitini, Allah ananiona. Nikiswali chumbani peke yangu, wala mke wangu hayumo, pia Allah ananiona namna ya kuswali kwangu. Kwa nimchunge Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko pamoja? والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، hakika Allah yuko pamoja na wale ambao wenye kumcha yeye na ambao wao ni wenye kufanya wema, yani muhsinun, waliofika daraja ya ihsan. Hapa nasema Allah mawjudun fi kulli makan, wanasema wale sema inna Allah ma'a alladhina ittaqaw, pamoja na wale ambao wanamcha. Unamcha Allah hapo wapi? Katika pembe zote za dunia wapo wanamcha Allah. Kwa Allah mawjudun fi kulli makan. Hii ni shubha inaitwa, sio? Sababu hawajui kama kuna
ma'iyatun inakusudiwa hapa ni ipi? Ma'iyatun haqiqa, lakini je ma'iyya inakusudiwa ipi? At-ta'yidi, sawa, at-ta'yidi watia nguvu. Wa qawluhu wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim, na mtegemee na kumwegemeza mambo yako yule mwenye izza, mwenye nguvu na utukufu, ar-rahim mwenye upole, alladhi ambaye yaraka hina taqum, anakuona wakati unasimama kwa ajili ya kuswali, wa taqallubaka, na kubadilika kwako, yani viondoko vyako, fi sajidin, katika sijida, kwa maana rukuu, sujudu, umeitidali, Allah kote hapa anakuona. Innahu huwa as-sami'ul alim, Allah ni msikivu na mwenye ilmu na kujua. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah ta'ala aliposema wama takunu fi sha'anin, wala hapatakuwa katika jambo lolote, wama tatlu minhu min qur'anin, wala hamtusoma chochote kwenye Qur'ani, wala ta'maluna min amalin, wala hamtafanya katika tendo lolote, illa kunna alaykum shuhuda, isipokuwa sisi kwenu nyinyi tumekuwa ni mashahidi, idh tufiduna fihi, pale mnapotekeleza. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.